Mpendwa mtazamaji wangu, asante kwa kunipa wakati kama huu kuweza kunisikiliza katika somo lingine jipya ambalo linasema kumshinda ibilisi. Watu waliokoka, kazi yao kubwa wanayoifanya wakiwa katika maisha ya hapa duniani ni kuona na kujua ni jinsi gani wanaweza kupambana na kumshinda ibilisi. Kama umewahi kupitia baadhi ya masomo mbalimbali ambayo nafundisha, ni namna ya mtu aliyeokoka, ni namna mtu wa Mungu anavyoweza kuishi katika aina ya utakatifu na kumpendeza Mungu. Sasa leo ninafunua somo linasema kumshinda ibilisi. Tukisoma katika kitabu kile cha Efeso 6:11, anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kuzipinga ila. Mtu aliyeokoka, mtu wa Mungu yoyote, kazi yake kubwa anayoifanya katika maisha baada ya kuwa amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ni kuona na kujua ni jinsi gani ambavyo anaweza kupambana na shetani. Sasa mimi kama mwalimu, kazi yangu ni kufundisha ili uweze kuelewa ni jinsi gani unaweza kupambana na shetani. Wengine wamekuwa wakidumu katika kukesha, katika mifungo, wengine wamekuwa katika maombi, wengine wamekuwa katika kushika sheria, wengine wamekuwa katika namna mbalimbali ambazo kila mtu amekuwa akifundishwa na walimu ili kuweza kuona jinsi gani anaweza kuovercome hizo nguvu za shetani. Lakini leo nimepanga kwa kuwiwa na Roho Mtakatifu niweze kukuletea somo hili ambalo najua litakubariki. Karibu sana. Nimekupa au ninataka kukupa mafungu manne. Nauti mafungu ni kama mafungu manne au hatua 4 zinaweza kusaidia wewe kuweza kumshinda ibilisi. Ninajua ukisha jifunza hapa utakuwa ni mwepesi wa kuelewa, na katika kuelewa huko utaenda kuingia katika kulitendea neno kazi ambalo litakusaidia hata shetani asiweze kuharibu mali yako, asiweze kuharibu familia yako, asiweze kuharibu watoto wako, asiweze kuleta magonjwa ndani ya familia yako au kukuharibia kazi au na kile ambacho unaenda kukifanya. Ninajua hangaiko ambalo liko leo kwa watu wa Mungu wakihama kutoka kanisa hili kwenda kanisa jingine, akifikiria labda nguvu ziko kwa watumishi baadhi. Kumbe unaweza kukuta tatizo liko kwake kwa sababu hajajua namna gani ya kuweza kupambana na ibilisi, na hata akienda kanisa lile, hata akiombewa, bado matatizo yake yako pale pale. Lakini nataka nikwambie, katika Mungu kila kitu kinawezekana. Kwa Mungu hakuna kushindwa. Pale pale kanisani ulipo inawezekana pakawepo na solution, lakini kwa sababu wewe mwenyewe bado hujasimama vizuri na Mungu, likawa ndio tatizo. Lakini tatizo hilo litaisha baada ya sasa kupata maarifa haya ambayo ninakufungulia. Tende pamoja na unifuatilie vizuri, mtumishi ambaye unanisikiliza kwa wakati huu. Jambo la kwanza, ukitaka kumshinda ibilisi ni kushika maagizo ya Mungu. Ni kushika maagizo ya Mungu. Katika kitabu cha Kolosai 3:16, Mtume Paulo anatuambia neno la Kristo likakae kwa wingi ndani yenu. Mathayo 7:24, Yesu anasema atakayeshika maneno yangu, atafananishwa na mtu mwenye akili, kwa sababu ataonekana kama amejenga nyumba yake kwenye mwamba. Na wewe mtu uliyeokoka unatakiwa kuwa umejengwa msingi wako kwa imani katika mwamba, na kama umejengwa katika mwamba, ibilisi hawezi kukutoa hapo. Jambo la kwanza, shika maagizo ya Mungu. Kwa mfano, nimekuwa nasikia sana hata watumishi wakati mwingine tunapowaaminisha watoto wetu makanisani na hao tunaowazaa kiroho katika habari ya mafanikio, wakitumia sana au tukitumia sana ile Kumbukumbu la Torati ile mstari ile kuanzia sura ya 28, unakuta kuna Mungu ametaja baraka kwa watu wa Mungu ambao watatumia kigezo cha namba 1 ambacho nakitaja hapa kwamba ni kushika maagizo ya Mungu. Hebu tuende pale, kama unafungua Biblia yako pale ukaweze kufungua ile Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Mungu anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani na baraka. Ule mstari wa 2, utakapokuwa umeyashika yale maagizo ya Mungu tena kwa bidii, ndipo baraka za Mungu zinakuja juu ya maisha yako. Kwa hiyo
kushika maagizo ya Mungu, unakuwa na uwezo mzuri sana wa kumshinda Ibilisi, kwa sababu Mungu anaenda kukubariki, kwa sababu Mungu anaenda kukutendea kama vile ambavyo anataka wewe uwe, zaidi ya vile unavyoweza kufikiria. Ndio maana katika Mathayo sura 6 anasema wakati mwingine usifikiri kwa kuomba maombi mengi ndivyo Mungu anavyoweza kukutendea. Hata kabla hujaomba, Mungu anajua haja ya moyo wako. Anachokihitaji yeye kwako ni kuishi au kudumu na kufanya maagizo yake. Hiyo ni namba moja ya maana sana, kwamba tudumu katika kushika maagizo ya Mungu. Ukianza kupuuza maneno ya Mungu, mengine ukayaona hayafai, mengine ukayaona ni magumu, wengine ukayaona kama yamepitwa na wakati, hapo ndipo unapopotezea timing na Ibilisi anaanza kuingia katika maisha yako. Utaombewa ugonjwa utatoka, utaombea utapoa tu kwa siku, lakini matatizo yatabakia pale pale. Lakini hii ni ya kwanza na ni ya muhimu, kushika maagizo yake. Hata Yesu alipoulizwa katika habari ya amri, akasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo kama utakuwa umeshika hii, itaweza kukusaidia sana. Yakobo 1:22 anasema tusiwe wasikiaji bali tuwe watendaji. Imani bila matendo imekufa. Ukiokoka tu kwa kuja kanisani lakini matendo yako hayaendani na yale maagizo ya Mungu, imani hiyo itakuwa imekufa. Jambo la pili, na kabla sijafika jambo la pili, ukisoma pale Kumbukumbu la Torati, baada ya ule mstari wa pili ameanza kutaja baraka. Hizi baraka zinazoandikwa pale zinaonyesha kwamba wewe umetii yale maagizo, ndio maana Mungu analeta hizo baraka juu ya maisha yako. Lakini tofauti na baraka, ndugu yangu, unapokwenda kinyume, watu wengi wamekuwa wanaenda hata makanisani kuondolewa laana. Laana unaitafuta wewe mwenyewe, kwa sababu katika Kumbukumbu la Torati kama sikosei 11 ule mstari kama 26, Mungu anasema amekuwekea mbele baraka na laana. Baraka ni pale utakapofanya mapenzi ya Mungu, na laana ni pale ambapo utakwenda kinyume. Lakini hii 28, hii Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari kuanzia ule wa 14 anaeleza kwamba msipo kwanza 15 anasema lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizayo hivi leo, ndipo zitakapokujia lahana. Sasa hapo watumishi, ndipo tunapoweza kwenda njia panda, kila mtu akaenda njia yake. Lakini nilikuwa nataka tusimame na neno la Kristo. Ziko lahana ziko ndani ya watu waliookoka, zinatokana si shetani, zinatokana na kile Mungu ambacho amekisema kwamba mmekwenda kinyume na taratibu na maagizo yake. Anasema wazi kwamba laana hizi zitakufuata. Sasa mtazamaji, unaweza ukafuata wewe mwenyewe. Soma laana zile zinazotajwa na Mungu pale. Uangalie magonjwa tulio nayo, uangalie kukosa pesa, uangalie mambo mengine yanayojitokeza. Je, hayatokana na laana hii ya kutoshika neno la Mungu? Na kuhimiza ndugu yangu, fikiri mara mbili, rudi katika maagizo ya Mungu, rudi katika kulishika lile neno la Mungu. Ukisoma hapa anasema mtalaaniwa mjini, mtalaaniwa kijijini, utalaaniwa mpaka kapu la kukandia, kapu lako la unga la kukandia na lenyewe utalaaniwa mpaka utumbo, uzazi wa tumbo lako, utalaaniwa hata mpaka mkeo na watoto na utalaaniwa kwa sababu haujatembea na. Sasa kama unaenda kuombewa alafu wewe ukai kwenye mstari vizuri, utatoa sadaka na sadaka, lakini laana itaendelea kukukaba kwa sababu huko kinyume na utaratibu wa Mungu. Penda neno la Kristo, ninajua unaweza likakusaidia. Jambo la pili ni kumpinga Ibilisi. Kumpinga Ibilisi kwa silaha za Mungu. Hilo ni jambo la pili. Mpinga Ibilisi kwa silaha za Mungu. Leo hata wakati mwingine tunapokuwa tunaomba tunasema, vita yetu hii sio vita yetu, vita yetu hii, vita ni ya Mungu. Lakini nataka nikwambie, kipindi kile cha Agano la Kale Mungu alikuwa amezivaa zile silaha na pambana. Lakini kipindi hiki cha Agano Jipya, baada ya Yesu Kristo kuja akafa kwenye mti, akatolewa kuwa sadaka, silaha za Mungu tumepewa sisi tuzivae. Kwa hiyo sisi ndio tunaopambana. Bwana Yesu asifiwe. Na hili liko wazi katika Efeso 6:12. Mtu wa Mungu ukifuatana nami unaweza kuona hiki ninachokizungumza kwamba kiko ni hakika na ni kweli. Efeso 6:12 anasema, kwa maana anasema 11 anasema vaeni silaha zote.
za Mungu. Kwa kumaanisha nini? Kwamba zile silaha ambazo Mungu alikuwa amezivaa leo ametupatia sisi tumezivaa. Pengine usijui, lakini ziko silaha ambazo tutazisoma hapa ambazo ukizivaa unaweza kupambana na Mungu vizuri. Kupambana na shetani vizuri. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi wa mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote, tuzichukue silaha zote za Mungu tuzivae sisi, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli. Silaha ya kwanza inaitwa kweli. Lazima tufunge kweli viunoni tufunge kweli. Hilo ni silaha ya kwanza. Lazima tuvae silaha. Lazima uvae silaha ya kweli. Uwe msema kweli, utende kweli, usimamie mazingira yote ya kweli. Kama unahubiri uhubiri kweli, kama unahudumu katika kweli, kama unatoa utoe katika kweli. Usitoe vinusu, usitoe virobo, toa katika kweli. Kama umeolewa, ndoa yako dumu nayo katika kweli. Napozungumza hivyo, wanandoa mnajua, ishi katika kweli. Mungu unaweza kuwa naye na silaha yake ikaweza kutumika kumwangamiza huyo ibilisi. Lakini hata kama utaomba maombi ya vita, hata kama utavunja, lakini hauko kweli, ibilisi hawezi kumshinda, kwa sababu hiyo silaha hauna ya, utashambuliwa. Silaha ya pili anasema tujifunge kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki. Tuwe watenda haki. Kanisa tutende haki. Kila mtu apewe haki yake. Haki ya wajane, haki ya watoto, haki katika ndoa, haki katika kupima mizani yetu katika biashara, haki katika kila jambo. Tutende haki. Haki ni silaha ya Mungu ambayo inamshinda ibilisi. Lakini kama kanisa tutendi haki, hata kama tutaweza kufanya vitu tunavyotaka kufanya, hata kama tutakatakata na nyembe, hatuwezi kumshinda ibilisi, hatatupiga. Sasa Mungu ametusaidia na ametufunulia, ameweka walimu ili waweze kusaidia. Na leo unamsikiliza mwalimu. Hebu kaa katika hizi silaha. Kaa kwa kuzivaa silaha. Ni mavazi haya tu tumeyavaa wakati wote. Ndio maana sisi watoto wa Mungu tunaitwa askari wa Yesu Kristo. Askari wakati wote ana uniform, na uniform yetu ni nguo hizi ambazo sasa hivi tunazivaa. Kweli, haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya tatu anasema kufungiwa, anasema ni kuvaa dirii haki fuani na kufungiwa miguu tayari upatao injili ya amani. Tuweze kuwa na injili ya amani, injili ya kuwatia watu moyo, injili ya kuwatembelea wagonjwa, injili ya kutembelea wafungwa, injili ya kutembelea wasiojiweza, injili ya kutembelea vikongwe, injili ya kutembelea waliopata mahafa, injili ya kutembelea wasiomjua Mungu, injili ya kutembelea. Hiyo ndio injili ya amani, kwenda kuwatia moyo waliovunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni injili. Miguu yetu iwe tayari katika jambo hilo. Tusiwe na uzito. Leo kama kanisa linajifungia tu mahali fulani, linajiona lenyewe kama lenyewe limeishia hapo. Hapana, lazima tutoke. Ni maana Yesu anatupa mtihani, anasema wakati ule nitakapowauliza nilikuwa na njaa mkunilisha, wanasema tulikuona wapi? Anasema wale walipokuwa na njaa ndio mimi nilikuwa na njaa. Kanisa, ni wakati wa kuamka. Wewe unayenisikiliza, ni wakati wa kuamka na kufungiwa miguu yetu. Mguu wako na miguu yangu ifungiwe ule utayari wa injili ya amani. Hiyo ni silaha namba 3. Lakini namba 4 anasema zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani. Unajua katika vita kuna ile ngao ambao walikuwa wanashika mkono wa kushoto. Ile ngao iwe ni imani. Imani, unajua kila kitu kinachoweza kufanyika katika ulimwengu wa kiroho kinahitaji imani. Kama hauna imani, mtu wa Mungu, unaweza kushindwa kujua ni namna gani ambavyo utaweza kupambana na ibilisi. Imani ni kitu kikubwa sana, ndio ngao. Tena anasema vizuri hapa, Mungu anasema ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Ina maana shetani ana mishale ya moto anarusha. Kama hauna ngao ya imani, ile mishale ya moto itapenya, itakuja kugonga moyo, itasababisha ukimwi katika maisha yako, itakuja kugonga ndoa yako, itasababisha mafarakano katika ndoa yako, itakuja kugonga huduma yako, itasababisha mafarakano katika huduma yako, itagonga biashara, itagonga watoto wako, itagonga kila eneo mahali fulani, kwa sababu hauna imani. Imani ni jambo kubwa.
imani mnaelewa kwamba ni hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kuwa na imani, kuwa na hakika ya mambo unayotarajia, iwe mafanikio, kuwa na hakika kwamba unatarajia kuwa mtu fulani, unatarajia kuwa somebody. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani hiyo ishikwe mkono wa kushoto. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Chapeo ni kama helmet zile wanavaa watu wa pikipiki. Tuwe na wokovu ulio wa kweli. Tuwe tumeokoka kweli. Sio kuokoka unapoonekana kanisani, lakini mtu akienda kuangalia katika maisha unayoishi kwa nyumbani, hakika hata majirani hawajui kama umeokoka. Ina maana sasa wewe una chapeo. Una kizuizi cha kulinda kichwa chako. Unajua kichwa ndiko kuliko na akili, ndiko kuliko na ubongo, ndiko kuliko na milango yote mitano ya fahamu iko kwenye kichwa. Kwa hiyo itakufanya ushambuliwe na fahamu zako zitapigwa kwa sababu hauna helmet, hauna chapeo ya wokovu. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa katika wokovu mzuri. Tunaposema tumeokoka, tuwe tumeokoka kweli kweli na tushuhudiwe na watu wa nje. Kama unavyoona nasema katika kuchagua maaskofu na mashemasi, washuhudiwe, hata watu walio nje wawashuhudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si lazima ushuhudiwe na watu wote ambao hata wengine waliongea wana mambo yao, lakini hata wawepo watu wa Mungu wanaokujua na wakushuhudie mema. Kwa hiyo lazima tuwe tumebeba hiyo wokovu. Na upanga wa Roho. Kwa nini anasema upanga? Upanga unakuwa umeushika mkono wa kulia, kwa sababu utakuwa na ngao, wanarusha, maadui wanakuja na wewe hauna chochote cha kukatia. Sasa cha kukatia wewe ni ule upanga ambao unakuwa umeushika. Ule upanga unaitwa upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Huu upanga sio mapanga haya ya kwenda kunoa kufanya majambia yale, no. Upanga ni neno la Mungu. Lazima watumishi wa Mungu, lazima kama umeokoka uwe na neno la Mungu katika maisha yako, ufahamu mambo ya Mungu. Inawezekana mtu akawa naimba nyimbo za watu wa duniani, lakini hana hata mstari mmoja katika maisha yake ambao ameushika kwamba unaweza kumsaidia. Ni jambo la muhimu sana ili kuweza kulielewa. Kuwa rafiki. Katika Kolosai 3 Mungu anasema fikirini yaliyo juu, waza yaliyo juu, oneni yaliyo juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yafikirini yaliyo juu. Lazima neno la Kristo liwe katika maisha yetu. Na mwisho ni sala na maombi. Tukisali kila wakati katika Roho, tukikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Jambo ambalo ndiyo silaha ya 7, anasema sala na maombi. Kwa hiyo kanisa leo, au kwako wewe unanitazama leo, maombi peke yake na ukaacha silaha nyingine ukakazania eneo moja tu, si kwamba hapo ndipo panapoleta ushindi peke yake. Bila kuacha, bila kuathiri maombi. Lazima tuombe, ametuambia kila wakati. Lazima tuwe na morning glory, lazima tuwe na afternoon glory, lazima tuwe na midnight glory, lazima tuwe na whatever ambavyo tunaweza tukataka kuita. Tusali kila wakati. Tusali kwa katika Roho, na pia tukiomba na tukiwakumbuka watakatifu wengine, tukikumbuka makanisa mengine, tukikumbuka watu walioonewa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukumbuke kuna silaha nyingine unazotakiwa kuwepo nazo, ambazo leo nilikuwa nakwambia katika hii sehemu ya pili ya hatua ya pili au kipengele cha pili cha kuweza kumshinda huyo Ibilisi ambaye ni joka, ambaye ni mnyama, ambaye ni shetani. Efeso 6 kuanzia mstari wa 11 ametuambia tuweze kuvaa silaha za Mungu. Nataka nikwambie, mbingu zinakutegemea wewe. Kuna watu wanaonewa, kuna watu wanateswa, lakini kama mtu wa Mungu ungeweza kusimama ukasema kweli, ukatenda haki, ukawa na ngao ya imani, ukawa na neno la Kristo likakaa ndani mwako, unaweza kusimama na kuwavuta watu wengi kurudi kwa Bwana. Leo iko dhana kwamba labda Ibilisi analeta umaskini tu. Nataka nikwambie, nyakati za mwisho Ibilisi afikiri tena katika aina hiyo. Hata kama hiyo hipo, Mungu anafikiria katika kupotosha neno la Kristo. Na watu wakipotoka katika neno la Kristo, Ibilisi anajua hawataenda mbinguni. Lakini mambo ya utajiri, hata walio matajiri ambao hawajaokoka, wako walio matajiri ambao wameokoka,
Inawezekana ikawa hiyo ni issue yako tu ya kutokujua, kama tulivyojifunza, kama umewahi kupata CD ile ambayo tunaelezea habari ya pesa, kwa nini ufanikiwe. Lakini Ibilisi anataka, lengo lake kubwa ni kuwatoa watu wa Mungu katika kufahamu kweli ya Mungu na awalete katika upotoshaji. Ndio maana katika ile Korinto wa pili anasema kwamba hata mitume, anaandaa mitume wanaojigeuza kuwa kama mitume wa Mungu, lakini mitume wake ambao watakuwa na makanisa, watakuwa tena mamega church, makanisa makubwa, ili pala apandikize watumishi ambao watasema mapotofu. Na kwa sababu wewe hujui neno, utapotea. Kwa hiyo ni jambo la msingi kwamba kujua neno ni silaha itakayokusaidia. Asante unapozidi kunipa nafasi hii. Ninashukuru kwa sababu tunakwenda pamoja. Na kama Mungu anakubariki sema amina, na Mungu atakuinua mahali hapo na utaweza kumshinda Ibilisi, kwa sababu kazi tunayofanya hii ni kazi kubwa, na ninajua ninavyopingwa, ninajua Ibilisi ambapo akaya na hataki hata kusikia habari hizi unaweza kuzisikia, lakini Mungu wa mbinguni ambaye anaweza yote atanishindia na atakushindia, ili tuweze kukomboa kizazi cha Mungu. Kipengele cha 3, ukitaka kumshinda Ibilisi, usinie makuu kupita uwezavyo. Katika tunda la Roho Mtakatifu kipo kipengele cha mtu kuwa na kiasi. Leo kanisa tunataka kuvuka viwango vya kutokuwa na kiasi. Ndio maana hata wakati mwingine tunafikiria mafanikio zaidi ya vile ambavyo tulitakiwa kwa tunafikiria mafanikio. Unafikiria kufanikiwa pesa. Kwa nini usifikirie kufanikiwa unapoona watu wanaongezeka kanisani? Kwa nini ile ongezeko la watu kuokoka usione kama ni mafanikio yako? Kwa nini ufikirie kuhusu pesa? Kwa nini ufikirie pesa tu? Kwa nini ufikirie hapo? Jaribu kupanuka, jaribu kufikiria kiroho zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusinie makuu. Ndio maana katika Yakobo anasema hata mwaomba mpate, kwa sababu mwaomba vibaya. Tunaomba katika tamaa, tunaomba katika kujilimbikizia sisi, tunaomba katika kuonekana katika zile sifa za kidunia, zile sifa, kujulikana wewe ni fulani, wewe ni fulani. Bwana Yesu asifiwe. Najua tunakwenda pamoja na unanielewa. Tusinie makuu. Ile roho ya kunia makuu ikiingia ndani mwetu, tunakuwa tumevamiwa na unakuwa ni mshale wa Ibilisi. Ndio maana anakuambia shina moja la mabaya ni kupenda pesa, na watu walioitamania hivyo waliangukia kwenye machungu. Amezungumza hivyo katika Timotheo sura ya 6 ule mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mtu wa Mungu na umeokoka, hebu ridhika na kile ulicho nacho. Biblia yangu inaniambia si watu wote watakuwa matajiri, si kwamba watu wote waliookoka watakuwa matajiri, lakini kama utafanya kazi unaweza kuwa na mahitaji ya utoshelevu, utaweza kufikia lile lengo ambalo unataka kulitengeneza, kwa sababu anaye sketch maisha yako ni wewe mwenyewe. The way unavyo sketch, unavyochora maono yako yanafikia wapi. Hata darasani si kwamba watu wote waliookoka wanaweza kuwa wa kwanza tu, hata mkiwa mmeokoka wote kuna wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, lakini sisi tunie vile ambavyo inabidi tuwe, au Mungu anatukisia tuweze kuwa katika aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunia makuu kupita uwezavyo ni mshale, na tutashambuliwa na hatutafanikiwa kama vile ambavyo tunataka. Na Ibilisi atapita mahali hapo, atadanganya kanisa, atakudanganya wewe. Taleta magomvi ndani ya ndoa kwa sababu ya pesa. Taleta ugomvi ndani ya ndoa kwa sababu unataka kuvaa na kupendeza kama wanawake wa nje. Unataka kujiremba kama wale wanawake unaowaona. Unataka kunia kupita uwezo kama ambavyo kipato chenu kilivyo. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, niende kuingia kwenye kipengele cha 4 cha namna ya kuweza kumshinda Ibilisi. Lazima ukubali kujazwa na Roho. Lazima ukubali kujazwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Katika Efeso 5:15 mpaka 18 anasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe na Roho. Kujazwa na Roho ni moja ya nguvu ya kumshinda Ibilisi. Biblia inatufundisha na Yesu ametufundisha kwamba pepo mchafu mtokapo mtu huondoka.
lakini baadaye urudi kuja kuangalia nguvu zinazoendelea katika mtu huyu. Watumishi watakuombea, wewe mwenyewe utajiweka kwenye namna ya imani mpaka pepo aweze kutoka ndani mwako. Lakini akienda anarudi kuangalia, je, unashika maagizo ya Mungu? Je, umevaa silaha? Je, una nia makuu kupita jinsi ulivyo? Je, Roho Mtakatifu yuko ndani mwako? Akikuta mambo manne hayapo, mpendwa msikilizaji wangu, ataingia tena. Ndio maana unaona leo mtu anaombewa anapona, Ijumaa akiombewa mapepo yale. Ni kwa sababu gani? Ndani yake hazijaingia nguvu zinazoweza kumshinda Ibilisi. Wakati mwingine mapepo yanakuja, anasema mpepo huja wakikuta umepamba nyumba yao. Hii nyumba yako, yaani mwili wako ni nyumba yao. Na ukibadilika nyumba hii inakuwa ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Sasa inategemea unajiseti vipi. Nyumba yako unataka iwe nyumba ya mashetani au unataka iwe nyumba ya Roho Mtakatifu? Kama unataka kuwa nyumba ya Roho Mtakatifu, yatende haya ndani mwako, ingiza vipengele hivi vinne, utaweza kumshinda Ibilisi. Mapepo yakisha kutoka, kila yakirudi yanakuta nyumba ile imechafuliwa, na yanavyoona yenyewe kwamba nyumba ile imechafuliwa, kumbe ndio utakatifu unaotakiwa kuwepo nao kwa Bwana. Lakini akikuta umeweka makochi, yani umepamba, wenyewe wanasema umeweka makochi, ni kwamba hapo umerudi kuyarudia yale ya duniani. Hayo ni makochi ya shetani. Una tamaa ndani mwako, uongo umejaa, ufisadi umejaa, wivu umejaa, usengenyaji umejaa, kutokumtolea Mungu kumejaa. Hayo ni makochi ya mapepo. Wataingia ndani, watakaa. Na anasema hali ya mtu huyo ambaye mapepo yametoka yameingia tena, hali ya mtu huyo mbeleni au siku zinazofuatia ni mbaya kuliko hata ya kwanza. Ndio maana leo mtu anaweza akawa ana kiburi, lakini mkishamtoa lile pepo, alikuwa na kiburi, mkishatoa lile pepo la kiburi, baada ya kushindwa kusimama vizuri, mapepo na liji moja, kumbuka, likitoka moja linaenda linaagiza mengine 7, yanakuwa 8, yanarudi ndani mwako. Kwa hiyo tabia yako itabadilika na itakuwa ni mbaya. Mtu wa Mungu, nataka nikutie moyo kwamba kaa na Mungu. Sikiliza watumishi wanavyofundisha. Simama katika utakatifu na utamuona Mungu anakusaidia. Ninakushukuru sana kwa sababu umenipatia muda huu. Ninakushukuru kwa sababu umepoteza na ukaacha kila kitu kwa ajili ya kusikiliza fundisho hili. Nataka nikuombee kwamba Mungu asimame pamoja na wewe. Mungu wangu nayemtumikia, Mungu wangu ambaye anasema nyakati za mwisho injili ya milele hubiriwe kwa kila kiumbe na kila kabila na kila lugha, akawe Mungu wako. Usimame na kweli. Baba, ninajua mtu huyu, kijana huyu, mama huyu, baba huyu, kaangalia familia yake, kaangalia mipango yake, kamsaidia katika kila namna na ukamuinue katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini. Amen. Kama una swali, kama una maoni, kama una chochote cha kuuliza, ziko namba zinapita, tupigie. Bye bye.